Sote sote ewe Hussein, huko Karbala uliko uwawa, twatamani ziara ewe. Wakati mamlaka ambayo ni mamlaka ya kidhalimu yanapokuwa yamesimama mbele ya mwanadamu, huku yakilazimisha wanadamu waishi chini ya maisha ambayo ni duni, maisha ambayo hayana heshima ya kibinadamu, basi mwanadamu anatakiwa asimame aseme heshima ndiyo inayotakiwa, utu wa mwanadamu ndio unatakiwa, amani ya mwanadamu ndio unatakiwa, uadilifu wa mwanadamu ndio unaotakiwa, na wala asikubali unyonge, wala asikubali udhalilifu, wala asikubali kunyanyaswa. Huu ndio msafara mnaoona mwaka wa 61 Hijiria, ambao ni sawasawa na miaka 638 tangu kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Alitokeza mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Huyu mjukuu wa Mtume Muhammad alikuwa ni mtu mwenye heshima, alikuwa ni mtu mchaji Mungu, mtiifu Mwenyezi Mungu, na wakati wake kukawa na kiongozi alikuwa ni mwovu, dhalimu, mwenye kunyanyasa na mwenye kukandamiza watu. Huyu kiongozi alijiingiza katika madaraka kwa nguvu na kwa kulazimisha watu, na kupitia pia vile vile hila na ujanja wa baba yake. Kwa hiyo akatafuta watu, ambayo ilikuwa ni desturi wakati huo. Kama kiongozi akiingia kwenye madaraka, inabidi aweze kutafuta watu waliokuwa mashuhuri ili waweze kukubali uongozi wake, oath of allegiance, yani wampe mkono wa kukubali uongozi wake. Kwa hiyo wakati wake huyu bwana Yazidi ilikuwa mmoja wa watu mashuhuri ni huyu mjukuu wa Mtume Muhammad, rehma na amani za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, yani Imam Hussein. Kwa hiyo akamtafuta Imam Hussein, akamwambia, ewe Hussein, nakutaka wewe Hussein unikubalia mimi na ukiri mbele ya Waislamu na mkiri mbele ya binadamu wote kwamba mimi ndio kiongozi halali. Imam Hussein akasimama akamwambia, mimi ni mjukuu wa Mtume Muhammad. Muhammad alikuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu aliyekuja kufundisha uadilifu, amani, upendo, utukufu na hadhi ya kibinadamu. Mimi kama mjukuu wa mtume na kama mtu ambaye nimelelewa katika nyumba tukufu, nyumba ambayo kila wakati malaika walikuwa wakishuka wakitoa habari tukufu za kimbinguni, mimi siwezi kumpa mkono wa kukubalia uongozi mtu muovu kama wewe Yazidi. Mfano wangu mimi hauwezi kumuunga mkono mtu aliyekuwa muovu. Kwa hiyo Imam Hussein aliposema hivyo, Yazidi akamwambia, basi nitakuua. Imam Hussein akasema, maisha ya kidhalilifu, maisha yasiyojali utu, maisha yasiyojali heshima ya mwanadamu, na maisha ambayo hayajali haki za binadamu hayana maana, wala mwanadamu hata hahitaji kuishi maisha hayo. Kama haki, uadilifu, upendo na utukufu pamoja na hadhi ya mwanadamu haiwezi kupatikana ila wewe Yazidi niuwe, basi niuwe, bali sitakukubalia uwe kiongozi. Kwa hiyo msafara huu, ndugu zangu wakaaji wa Kibaoni, una maana ya sisi tukatae kuunga mkono uongozi wa watu waliokuwa waovu, watu ambao ni madhalimu, wasiojua utu, wasiojua ubinadamu, wasiochunga uadilifu, wasiojua sababu za kuumbwa kwetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sote tumetoka kwa Mwenyezi Mungu na sote tutarudi. Hayhata minna dhilla, hayhata minna dhilla, hayhata minna dhilla. يا ابن رسولي أينك حسينا أنت مظلوم في أرض كربلاء رسولي أينك حسينا أنت مظلوم في أرض كربلاء يا ابن رسولي أينك حسينا. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله عليه السلام. Mwenyezi Mungu lipe ujira mkubwa kwa kumbukumbu ya Aba Abdillahi alayhi salam. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu,
Masiri haya au msafara huu kwanza ni wa kukumbuka madhulumia au matukio ya kidhalim yaliyomtokea mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Muharram mnamo mwaka wa 61 Hijiria, kiasi cha kwamba aliweza kuuliwa kinyama pamoja na watu wa nyumba yake pamoja na masahaba zake kidhalimu. Kwa hivyo kitu muhimu zaidi ni kujiuliza kwa nini al-Imam Hussein alayhi salam aliweza kuuliwa katika uwanja wa Karbala. Kitu kinachotuhusu sisi wote ni kwamba aliuliwa kwa sababu alipinga dhulma, alipinga unyanyasaji, alipinga viongozi waongo, viongozi waovu ambao wenye kuyapa picha nzuri maneno mabaya. Na yeye kwa sababu kwa nafasi yake alikuwa na nafasi mwanzo kwamba yeye ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, na vile vile ni imamu, kama vile katika hadithi ya Bwana Mtume kwamba al-Hasan wal-Hussein imamani qama au qaada. Kwa hivyo kwa wakati wake akaona kwamba ni jukumu lake kutoka yeye na kuwaelezea kwamba mambo yanatakana kuenda hivi, na akatufunza sisi binadamu wote kwamba ni lazima kitu muhimu ambacho tuliumbwa na Mwenyezi Mungu na ni haki ambayo tuliumbwa na Mwenyezi Mungu ni haki ya kuwa huru, ni haki ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, ni haki ya kutekeleza maovu. Kwa hivyo al-Imam Hussein au mjukuu wa Mtume au Sayyiduna al-Hussein alitoka kupinga dhulma na kuwaweka huru watu wote, kuwafunza thamani ya uhuru watu wote. Na thamani hii wakati mwingine hata kama itagharimu damu ya mtu, ili kuweza kuwaweka huru vizazi na vizazi, inakuwa ni muhimu zaidi kuliko maisha ya kuishi kama mnyonge na kuishi kama dhalili. Kwa hivyo huu ni mwamko sisi kwetu wote kwamba lazima karama ya mtu ipiganiwe, lazima uhuru wa jamii upiganiwe, ni lazima utukufu wa jamii upiganiwe kama haki namba 1 ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupatia. Al-Imam Hussein alayhi salam alitoa familia yake, akatoa na nafsi yake, akatoa damu yake ili kuhakikisha ya kwamba watu wanajua thamani ya uhuru. Kwanza kujiweka huru wewe mwenyewe, kujiweka huru kwamba usiabudu matamanio ya nafsi yako. Wengi wetu sisi tunapotea kwa sababu huwa tunapenda kuabudu matamanio ya nafsi zetu, na yanaziba yale maneno mazuri au ule ubinadamu tunakuwa hatuuoni. Tunakuwa watu wa binafsi kwa sababu ya kuabudu matamanio ya nafsi yetu. Al-Imam Hussein alayhi salam alikuwa na options nyingi za kuweza yeye kujiweka mbali na mapigano haya, lakini kwa sababu kwa lengo kubwa zaidi ambalo ni kuhudumia ubinadamu, basi aliona kwamba kwa nafasi aliyonayo anaweza kufanya hiki kitu, na ikawa ni fundisho kwa watu waliokuwa pale na vile vile kwa jamii zinazokuja au kwa generation zinazokuja au kwa vizazi vinavyokuja. Kwa hivyo haya ni masiri ambayo ni ya amani kabisa. Tunatangaza amani kama vile dini yetu ya Kiislamu inavyohimiza kwamba tuwe ni watu wa amani, tuwe ni watu wa kupendana, na tuwe ni watu wa kupenda khairi, na tuwe ni watu wa kuhimiza kwamba kuwe na usawa katika jamii, na tusiwe watu wa kueneza ufisadi katika ulimwengu. Kwa hivyo ni jukumu la kila mmoja. Al-Imam Hussein alayhi salam anatufunza majukumu yetu sisi kama binadamu, kwamba tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunaeneza amani katika ulimwengu, na amani inaanza na wewe mtu mmoja, jirani yako, rafiki yako,
baba yako, mama yako, familia yako, na hatimaye tunapata jamii ambayo itakuwa na amani na yenye kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo haya masiri haya au matembezi haya ni ya watu ambao wanahimiza katika swala zima la uchamungu, swala zima la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuuheshimu binadamu. Kila mmoja ana haki ambayo aliumbwa nayo na Mwenyezi Mungu. Anafaa kupata mazingira ambayo yatamwezesha kuitekeleza hii haki, na hakuna haki kubwa zaidi kama kuishi kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha tuishi. Kwa hivyo katika masira haya tuna kauli mbiu yetu ni kwamba tunahitaji kwamba watu wote, iwe ni gutusho na iwe ni nukta ambayo sisi wote tutakumbatia swala zima la kuheshimu haki za binadamu, kuheshimu haki za watu, na haki hizi ni kulingana na vile Mwenyezi Mungu ambavyo amekuomba. Kuna haki nyingi ambayo zinavishwa koti jeupe, na haki hizi zinakuwa kiuhalisia zinakuwa zimevaa ngozi nyeusi. Haki ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza ni kwamba ni haki ambazo zinaulinda utukufu wa binadamu, wala binadamu zisimfanye binadamu akawa kama mnyama. Kwa hiyo haki zile ambazo zipigania al-Imam Hussein alayhi salam aliposema uridu an a'mura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar, kwamba kazi yake kubwa zaidi ni kuhakikisha ya kwamba anahimiza mambo mazuri na anakataza yale yasiyofaa. Kwa hiyo sisi wote tuna jukumu la kuhimiza mambo mazuri na kukataza yale yasiyofaa, kwa sababu jamii yetu, ulimwengu wetu ukienea mambo mazuri, watu wakichukua majukumu katika mikono yao, ardhi itakuwa salama na ardhi itakuwa sehemu nzuri ya kila mwanadamu kuishi. Kwa hivyo tunawaambia kwamba tumsomeni Al-Hussein bin Ali, tuweze kumuuliza huyu ni nani, sera yake iko vipi, alikuwa anapigania nini, ili aweze kuwa kielelezo katika maisha yetu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. عسعاري يا بكي يا حسين، عسعاري يا بكي يا حسين، وحسين 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 وحسين. Mtume analia ya Hussein, Mtume analia ya Hussein, wa Hussein 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 wa Fatima alia ya Hussein, Fatima analia ya Hussein, وحسين وحسين وحسين. حسن أنا لي يا حسين، حسن أنا لي يا حسين، زينب أنا لي يا حسين، وفواس وانا لي يا حسين، نامشيتون لي يا حسين، يا حسين 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 تتماني الزيارة ewe Hussein, twatamani zia sote sote, ewe Hussein,
huko Karbala uliko uwawa, twatamani ziara ewe Husaini, huko Karbala uliko uwawa, huko Karbala ni jangwa sana, hapana maji wala kivuli. Huko Karbala ni jangwa sana, hapana maji wala kivuli. Nyumba ya Mtume yazuiliwa kuteka maji mto Furati. Nyumba ya Mtume yazuiliwa kuteka maji mto Furati. Twatamani zia sote ewe Hussein, huko Karbala uliko uwawa, twatamani ziara ewe Husaini, huko Karbala. Labbaika ya Hussein, hayhata min adh-dhila, hayhata min adh-dhila. Sogea tumlilie, tumshangilie Aba Abdillah, salamu ya baba na watu wote Karbala. Sogea tumlilie, shangilie Aba Abdillah, salamu ya baba na watu wote Karbala. Sogea tumlilie, tumshangilie Aba Abdillah, salamu ya baba na watu wote Karbala. Karbala ufisadi umefanywa Aba Abdillah Husaina, Karbala ufisadi umefanywa Aba Abdillah Husaina, Karbala imamu ni Husaini Aba Abdillah Husaina, Karbala muovu ni Yazidi Aba Abdillah Husaina, Karbala imamu ni Husaini Aba Abdillah Husaina, Karbala imamu ni Husaini Aba Abdillah Husaina. Wanaua watu sijidani, wadharau viongozi wa dini, membari nzuri yake Rasuli zidi kaichafua vikali Karbala. Wanaua watu sijidani, wadharau viongozi wa dini, membari nzuri yake Rasuli yazidi kaichafua vikali Karbala. Ufisadi umefanywa Aba Abdillah Husaina, Karbala muovu ni Yazidi Aba Abdillah Husaina, Karbala imamu ni Husaini Aba Abdillah Husaina, Karbala imamu ni Husaini Aba Abdillah Husaina. Ya Husain ibn Ali حبك يا حسين بن علي، يا حسين بن علي حبك nanza yake nasaba tuweze kumtambua, Ali ndiye wake baba, khalifa wake nabii, mama aliyembeba tumboni ni Fatimi, na Hasani Mujtaba kaka yake mjua, mama aliyembeba tumboni ni Fatimi, na Hasani Mujtaba kaka yake twamjua, ya Hussein ibn Ali ajannani. Mtume alisema Husaini atokana na mimi natokana Husaina. Mtume alisema Husaini atokana na mimi natokana Husaina. Siku hizi za Ashura, la 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 la, mwanangu msimuwe, mpeni maji, ana kiu kimembana. Dhambi gani amefanya huyu mtoto? Dhambi
gani amefanya huyu mtoto? Mpeni maji ya kunywa huyu mwanangu. La 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 la, la 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 la, mwanangu msimuue. Mpeni maji, mpeni maji, ana kiu kimemba. Asghari, asghari, mtoto huyo jamani mdogo. Asghari, mtoto huyo jamani mdogo. Harimala, mnywesheni maji huyu mtoto. La 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 la, la 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 la, mwanangu msimuue. Mpeni maji, mpeni maji, ana kiu kimem. Hapo ndipo alipotandikwa mishale. Hapo ndipo alipotandikwa mshale. Damu zilimwagika nyingi sana. La 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 la, la 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 la, mwanangu msimuue. Mpeni maji, mpeni maji, ana kiu kimembana. Napenda nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia sote tumeweza kupata nafasi hii ya kuja kukusanyika hapa kwa ajili ya kumkumbuka Aba Abdullah al-Hussein alayhi afdalus salati wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Pili, pia nitumie fursa hii niwakaribishe nyote inshallah, kama alivyosema ndugu yetu Sheikh Hassan hapa kwamba yeye ni mwenyeji na mimi ni mwenyeji, lakini ameona kwamba nichukue nafasi hii ya kuweza kuwakaribisha hapa. Ndugu zangu, mimi sitaki nizungumze kwa sababu kuna mashekhe hapa na mimi nimezoeleka sana, naongea sana, na ndiko vizuri watu waweze kunufaika kutokana na huu ugeni mtukufu. Isipokuwa tu ningependa nitaje kitu kimoja tu. Imam Hussein alayhi salam tunampenda kwa mengi, lakini moja ambalo ni muhimu kwetu tuzidi kujikumbusha na tushikamane nalo katika kuendelea kumpenda Imam Hussein alayhi salam ni ile hali ya kuwa alichokuwa anataka kukisimamia alikisimamia kweli na wala hakulegeza kamba. Imam Hussein alisimamia kitu ambacho hata akiona kesho yake ni kifo. Ule usiku wa kuamkia usiku wa Ashura, Imam Hussein alayhi salam alitambua kesho atafariki, lakini akakisimamia alichokisimamia bila kuteteleka wala bila uoga wowote, hadi akaweza kufanyiwa aliyoyafanyiwa. Hili ndio funzo kubwa ndugu zangu Waislamu, kwamba sisi tujiandae kwa ajili ya kutetea vitu viwili. Kitu cha kwanza, kutetea uadilifu ambacho ndio alikuwa anakitafuta al-Imam al-Hussein alayhi salam, kwa sababu sisi utukufu wetu kama binadamu ni uadilifu. Kama tunavyomuona Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi, katika kipindi cha uhai wake ameshikilia kiatu chake,
anamuita mmoja wa wafuasi wake, anamwambia kiatu hiki kina thamani gani? Yule mfuasi wake anamwambia kiatu hicho hakina thamani yoyote. Imamu anamwambia basi mimi nikiangalia hii dunia yote na vilivyomo ndani yake vya thamani mbalimbali, ikiwa hii dunia mimi sitaweza kusimamisha uadilifu ndani yake, basi hiki kiatu ambacho nimekishikilia kwangu mimi ni bora kuliko hii dunia, mamlaka na vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tumekusanyika hapa tunamkumbuka al-Imam al-Hussein alayhi salam. Cha muhimu sana kwetu sisi, ujumbe tuondoke nao, tusimame kutetea uadilifu, na tukiweza kufanya hilo, basi tutakuwa tumemwenzi na tumemkuza Aba Abdullah Hussein alayhi afdalus salati wassalam. La pili ambalo ningependa ni share na nyinyi ndugu zangu ni kwamba hadhi ya mwanadamu ni kitu muhimu sana. Inapofikia mwanadamu hathaminiki, hata mnyama au ndege wanapata nafasi, wanapewa maji, lakini mwanadamu ananyimwa maji, mpaka anachukua siku 3 kisha anafanyiwa aliyofanyiwa al-Imam Hussein alayhi salam. Inapofika hali kama hii kwetu kwamba mwanadamu amevunjiwa hadhi namna hii, amevunjiwa utukufu namna hii, basi ndugu zangu, kuna haja ya kustahamili dhiki ya aina yoyote ili kuweza kuihuisha tena na kuisimamisha tena hiyo hadhi ya mwanadamu. Ndio alichokifanya al-Imam al-Hussein alayhi salam. Wakati ule ilikuwa mwanadamu hana hadhi, hathaminiki wala hatambuliki, na kinachotambulika ni matamanio tu ya kibinadamu, hamu za kibinadamu, starehe za kibinadamu ndio zilikuwa zikitambulika. Kwa hiyo al-Imam al-Hussein akatufundisha kwamba kipindi kinapofika katika maisha yetu hali ni hivyo, basi tuwe tayari kukumbatia matatizo na dhiki yoyote, hata kama ni kifo, ili tuurudishie hadhi ya mwanadamu. Na hii ndio maana ya maneno yake Imam aliposema wa haihata minna dhilla, wa haihata minna dhilla. Na sisi hatuwezi kukubali unyonge, na kama unyonge ndio ambao tunatakiwa tuweze kuchukua, basi sisi tutachukua umauti, tutachukua kusubiri kwenye matatizo na vitu vya aina hiyo. Kwa hiyo mimi sitaki nizungumze, na malizia hapa, niweze kuchukua mic, niweze kuwapa mashekhe ambao tuko nao hapa, nikitambua kabisa kwamba tutaweza kufaidika nao zaidi. Haihata minna dhilla, haihata minna dhilla. Unyonge hatutaki, unyonge hatutaki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran sana. Kwa dakika 2 nitamkaribisha shekhe wetu Sheikh Ali kutoka Mwembeni atusomee shairi kabla hatujaenda kwa shekhe mwingine inshallah. Falyatafadhal mashkura baada salati ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ufupi sana inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina lake Manani salamu na watolea, nimejawa na huzuni kwa yaliyomtokea. Si mwingine ni Huseni mjukuu wa Nabia, yalomkuta Huseni vigumu kuelezea. Hivi ni sababu gani mpaka yeye atokea? Jamani, ninaulizeni, jawabu na hitajia.
hata haya hamuoni Huseni mwatulia, yalomkuta Huseni vigumu kuelezea. Huzuni leo, huzuni Waislamu jamia, sio maneno ya Suni heti huzuni Mashia. Lengo la huyu Huseni ni dini kuitetea. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidu thaqalain Muhammad al-Mustafa wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik. Alayka minni salamu Allahi abada ma baqayt wa baqiya al-layl wan-nahar wa la ja'alahu Allahu آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. Mwenyezi Mungu awalipeni ujira mwema kwa msiba huu mtukufu wa imamu wetu watatu al-Imam Hussein alayhi salam, fadhilatu samatu Sheikh Ali Said Samoja, fadhilatu samatu Sheikh Islam wal Muslimin Sheikh Abdul Ghani, fadhilatu samatu Sheikh Mashughuli, fadhilatu samatu Sheikh Khamis Mwenye, fadhila samatu Sheikh Ali Njoloi, al-mashaikh al-ulama, wawakilishi wa kutoka mjini Bilal Muslim Mission of Kenya kiongozwa na ndugu yetu Akbar yuko hapa, kina mama, watoto, wazee na walimu wote kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kawaida huwa wanasema maji yakiwepo katika fiqhi, maji yakiwepo huwa haina haja ya kutayammam. Maji yanapopatikana kama yapo, hamna haja kutayammam. Na kusudia nini? Maadamu tuna mashekh na maulama na viongozi wetu, haitakuwa busara kubwa kwamba sisi tukazungumza sana. Na nilimwambia Sheikh Roki hapa kwamba mimi sizungumzi, amenipa kipaza sauti kuzungumza. Sababu mashekhe wanajua uzungumzaji wangu. Talama hao wapo, ningeomba leo tu kwa sababu tunayo hashtag yetu ya mwaka huu 2026. Ndio maana Sheikh Ali Njoloi alipokuwa anaulizia jina langu, Sheikh Juma Shughuli akamwambia anaitwa Sheikh Labeka ya Hussein. Kwa sababu sasa hivi mwaka huu tunaweza kuitangaza Labeka ya Hussein iwe inafika ulimwengu wote kama vile inavyosambaa, kwa sababu al-Imam alituambia hal min nasirin yansuruna. Labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Kwa hivyo hashtag yetu hii ndio mimi nafikiri nataka nimalizie maneno haya. Tutaweza kunyanyua mikono yetu kwa pamoja kwamba Imam alituambia hal min nasirin yansuruna. Je, kunaye ambaye anaweza kutunusuru katika watu wale wa Karbala? Sisi hatukuwepo Karbala, lakini tupo hapa katika anja huu wa Samburu. Tunataka tunyanyue mkono wetu kumwambia Imam Hussein alayhi salam, tumekuitikia kupinga dhulma, tumekuitikia kuua watoto, tumekuitikia ya Imam Hussein alayhi salam kupinga kuuliwa kwa watoto, tumekuitikia ewe Imam Hussein alayhi salam kupinga kujanyaswa kwa kina mama, tumekuitikia ewe Imam Hussein kupinga kuwanyima watu maji. Kwa hivyo inshallah mimi nitasema labbaika ya Hussein mara moja, sisi tutasema labbaika ya Hussein mara tatu. Ikiwa Bibi Fatima alayha salam yuko na sisi hapa hivi, Mtume yuko na sisi hapa hivi, na shuhada Karbala wapo hapa na sisi. Kwa hivyo inshallah tutapata sauti zetu sote kwa pamoja kwa kusema labbaika ya Hussein, 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 labbaika ya Aba Abdillah, labbaika ya Aba Abdillah, labbaika
شهيد لبيك يا شهيد لبيك يا شهيد لبيك يا شهيد لبيك يا فاطمة لبيك يا فاطمة لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله إذا قول لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا ماما لبيك يا حسين يا ماما sauti zenu hazisikiki لبيك يا حسين watoto لبيك يا حسين wazee لبيك يا حسين mwisho kwa pamoja لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين أفضل من صلى على محمد وآل محمد اللهم صل من الشيطان الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عبد الغني Khatib ambaye ni mara yake ya kwanza kuja Samburu, karibu sana katika mji mtakatifu huu wa Samburu. Sheikh Ali huwa tukifika Malakisi huwa anatukaribisha vizuri. Samahati Sheikh Ali Said Samoja, Samahati Sheikh Juma Shughuli, Samahati Sheikh Ali Njoloi, Samahati Sheikh Shabir Haji, mashekhe muliopo hapa, maustadhi, maustadhat, wazee, wakina mama, vijana na wanafunzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nachukua fursa hii kutoa rambirambi zangu kwa nyumba tukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na bilkhusus kwa wenye huu msiba ambaye ni al-Imamu Ali alayhi salam na Bibi Fatima az-Zahra alayha salam, na kwa maimamu wote, na bilkhusus imamu wetu wa zama al-Imamu sahib al-asr wa zaman, na kwa maraji wetu, maulamai wote, kwa waislamu wote, na bilkhusus wafuasi wa Ahlulbayt alayhimus salam. Risala hizi za rambirambi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipe ujira mkubwa kwa msiba huu wa Aba Abdillahi alayhi salam. Naam, tukiwa tumekusanyana hapa, ndugu zangu Waislamu na wapenzi wa al-Imam Hussein salawatullahi wasalamu alayhi, tuko hapa kuungana na ulimwengu, kuungana na wapenzi wa al-Imam Hussein alayhi salam na wapenzi wa Bwana Mtume na kizazi chake, kwanza kukumbuka tukio hili la kuumiza la kuuawa kwa al-Imam Hussein alayhi salam kidhulma, pamoja na watu wa nyumba yake na pamoja na masahaba zake katika uwanja wa Karbala. Vile vile katika kukumbuka msiba huu
tunakumbuka pia na mafunzo au na majukumu ambao msiba huu unatuachia. Al-Imam Hussein alayhi salam alikuwa ana malengo ambayo alikuwa ameyaweka katika safari hii ya shahada, na vile ambavyo tumesema labbaika ya Hussein, ikiwa na maana ya kwamba ni kuitikia mwito wake aliposema hal min nasir yansuruna labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Ina maana tunaitikia ya kwamba tuko nawe ewe al-Imam Hussein alayhi salam, hata kama hatukuwa katika uwanja wa Karbala, lakini lile ambalo ulitoka kwa ajili yake, sisi tuko katika njia moja ya kuweza kulihakikisha au kuweza kulitekeleza. Kwa hivyo tunapotamka hili neno linatupa majukumu makuu sana, linatupa majukumu makubwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Naam, hili neno linatupa majukumu makubwa sana. Yani ina maana unaposema labbaika ya Hussein, tuko tayari sisi kupinga ile dhulma ambayo al-Imam Hussein alayhi salam alikuwa anaipinga. Tuko tayari kusuluhisha yale mambo ambayo al-Imam Hussein alayhi salam alitoka. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ajil faraj. Tunaposema labbaika ya Hussein, tunamaanisha ya kwamba tuko tayari kuyatekeleza yale malengo ambayo al-Imam Hussein alayhi salam alitoka kwa ajili yake. Kwa hivyo tunapoungana hivi na tunaposhirikiana hivi, tunapokuja pamoja hivi na kukumbuka tukio hili na vile vile kukumbuka ujumbe wake al-Imam Hussein alayhi salam, ujumbe ambao unahuisha mioyo, ujumbe ambao unasuluhisha pale mahali ambapo pameenda kombo, ujumbe ambao unaturudishia ubinadamu. Ningependa tu kunukuu baadhi ya maneno ya al-Imam Hussein alayhi salam alipokuwa akiwahutubia masahaba zake baada ya kuwa na yakini ya kwamba safari waliokuwa nayo ni safari ya shahada. Maneno yale aliyaongea mbele ya masahaba zake, lakini ilikuwa ni ujumbe kwa watu wote, ilikuwa ni ujumbe kwa dunia mzima, kwamba waweze kuweka mazingatio katika maneno haya matukufu tunapoendelea na safari yetu ya maisha. Al-Imam alisema kwamba ibadallah, ittaqullaha wa kunu min ad-dunya ala hadharin, fa inna ad-dunya law baqiyat li ahadin aw baqiya alayha ahadun kanat al-anbiya'u ahaqqu bil baqa wa awla bir ridha wa arda bil baqa wa bil qada. Al-Imam Hussein alayhi salam katika maneno haya alikuwa anatutanabahisha na kitu, anatupa uhakika hasa wa maisha ya duniani ambayo sisi wote hapa tunaishi hapa ulimwenguni. Kwa hivyo inatuhusu, huu ujumbe unatuhusu sisi wote, kwamba ni jinsi gani tunaweza kutaamal au ni jinsi gani tunaweza kuamiliana na hii dunia. Al-Imam alianza kwa kizundishi, anasema kwamba ittaqullaha wa kunu min ad-dunya ala hadharin, kwamba muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na lazima tuwe makini sana na dunia, lazima tuwe na uangalizi mkubwa sana na maisha ya duniani. Kwa sababu gani? Kwa sababu dunia lau ingelikuwa inabaki, lau ingelikuwa dunia kuna watu wanabaki juu yake, basi
mitume walikuwa wana haki zaidi ya kubaki katika hii dunia au katika huu ulimwengu, kwa sababu wao ni maasumun, wao walikuwa hawatendi madhambi. Kwa lugha nyingine, al-Imam Hussein alayhi salam alikuwa anajaribu kutuambia ya kwamba tunapoishi katika hii dunia, haijalishi wewe ni mdogo wala wewe ni mkubwa wala wewe ni shekhe wala wewe ni ustadhi wala wewe ni mume au ni mwanamke, ni lazima tuwe makini. Yani kwa makini ni lazima kuishi hii dunia kwa malengo ambayo ni chanya, kwa malengo ambayo ni positive. Kwa sababu gani? Maisha ya hapa duniani ni kidogo sana, muda wake ni mfupi sana, muda wake sisi wote haututoshi. Na ndio maana mbali na kwamba ni jukumu letu mtu anapokuwa mgonjwa atafute matibabu, lakini watu wengi wanatafuta matibabu ili siku zake za kuishi ziweze kurefuka. Hii inamaanisha kwamba dunia maisha yake ni mafupi sana, na katika yeyote yule mwenye akili, sehemu yoyote ambayo unabaki kwa muda fulani, ni lazima hiyo sehemu iwe na malengo fulani ambayo yanatakana kutekelezwa. Na kwa yeyote yule mwenye akili ataenda mbio kuhakikisha kwa muda ule kidogo ambao umepewa, basi aweze kuyatekeleza malengo yale. Kwa hivyo al-Imam Hussein alayhi salam anatuelezea ya kwamba ni lazima tuishi maisha ambayo yana malengo, sio maisha ambayo ni ya kuamka kwa sababu umeamka unapumua, umeshinda unapumua, umefika jioni unapumua, iwe hayana malengo yoyote. Ni lazima kuweka malengo, na malengo yenyewe ni lazima yawe ni malengo ambayo ni positive, ni chanya, ambayo ni malengo ambayo hayaleti ufisadi katika ulimwengu, bali ni malengo ya kutengeneza maisha ya binadamu na kuifanya dunia iwe ni bora kwa wale wanaoishi kwa wakati ule, na vile vile kuifanya ni bora kwa vizazi vinavyokuja. Hii ni ujumbe aliyokuwa al-Imam Hussein alayhi salam anajaribu kutufikishia sisi ambao tutakaopata huu ujumbe. Kwa hivyo tunapoungana hivi, tunavyotekeleza masiri haya, ni kwamba haya masiri yawe ni mwamko wa mioyo yetu mwanzo, kwa sababu islah inaanza na ndani yetu, halafu na mazingira yetu na jamii zetu kwa ujumla. Muda wangu naona umeisha. Naomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki inshallah, na tuwe wafuasi hakikiyin wa Aba Abdullah alayhi salam. Wa labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Assalamu alaykum wa afwa minkum. Asante Sheikh. Inshallah namkaribisha Sheikh wetu Sheikh Abdul Ghani, naye kalima yake fupi, فليتفضل مشكورا بعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد، المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. قال تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. آمنا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Meza kuu, mashekhe zangu, waakilishi, walimu wote, waakilishi wa taasisi mbalimbali, vijana wa kike na wa kiume, kina mama, wazee wangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Katika aya niliyotangulia kuisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tuitikie mwito wake na mwito wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunapokubali mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani risala ya Mwenyezi Mungu aliyopewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, ni risala ambayo itatubakisha hai milele, uhai wa uhakika, maisha ya uhakika, maisha ambayo siku zote utakuwa unatajwa vizuri popote ulipo. Kwa hiyo ikiwa tumeshindwa au tumekataa mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo tutakuwa hatuko hai, hata kama bado tuishi katika ardhi kama hii. Ni lazima tuitikie mwito huu, ndio tutakuwa tunaishi tukiwa hai. Na ndipo mwito huu ni mwito, ukiangalia katika hii aya ya Qur'ani imesema idha da'akum, haikuja dhamira ya watu wawili, dhamiri imekuja ni ya mtu mmoja. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tuitikie huu mwito. Huu mwito anayetuita ni nani? Ni Mtume sallallahu alayhi wa ali, kuikubali risala na ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ujumbe huu Mtume sallallahu alayhi wa ali yeye anajua haishi milele. Kwa hiyo ametuachia wale watu ambao watatufikishia risala na ujumbe kama huu, na ndipo alipotufananishia ndani ya Qur'ani. Kuna tukio zuri sana la Nabii Nuh na mtoto wake, ambacho ni kisa tukikisoma kina mazingatio makubwa sana. Baada ya mafuriko yameshaanza kutokea, Nabii Nuh amewaingiza wale waumini wanaostahiki kuingia ndani ya safina, wale waliokubali mwito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakaingizwa ndani ya safina ya Nabii Nuh. Nabii Nuh alitamani sana na mtoto wake aingie ndani, lakini akaambiwa laisa min ahlik, hastahiki kuingia ndani ya safina hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajaitikia mwito wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na yeye akafikiria nini? Akafikiria kwa kuwa hakuingia saawi ila jabalin yasimuni min alma, nikimshika fulani, khalifa fulani, mrengo fulani, nitaokoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwambia la asima al-yawm, hakuna atakayetoka salama leo isipokuwa yule aliyeitikia mwito wa Mwenyezi Mungu akaingia ndani ya safina ya mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali kufikisha ujumbe huu na risala hii, akasema safina yangu ni mfano wa safina ya Ahlubeiti, kizazi changu ni mfano wa safina ya nani? Ya Nuh. Hakuna atakayevuka salama, hakuna atakayemshika fulani wala atakayepanda jabali fulani kuvuka salama, isipokuwa yule atakayeingia ndani ya safina ya nani? Ya Ahlubeiti zangu. Kwa hiyo wale wanaosema saawi ila jabalin yaasimuni min alma, yaasimuni min annari, yaasimuni min adhabillahi, wote hakuna chenye kuwaokoa isipokuwa wakubali kuingia katika safina ya nani? Ya Ahlul Bait alayhimus salam. Na Mtume sallallahu alayhi wa ali anasema safina ya Ahlul Bait ndio itakayotufikisha salama, kwa sababu ndiyo iliyobeba ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na risala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tunavyoambiwa ule Uislamu wa uhakika ambao al-Imamu al-Hussein salamullahi alayhi alikuja kuuhuisha baada ya kuwa ulikuwa umeshamalizwa. Na ndipo aliposema al-Imamu al-Hussein salamullahi alayhi, haraka niliyotoka ni haraka ya kuiongoza hii safina, wa asiru bisirati
Jadi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi, mimi ndiyo nahodha wa chombo hiki, hakuna mwingine. Asiyeingia ndani ya chombo hiki hawezi kutoka salama. Kwa hiyo al-Imamu al-Husaini salamullahi alaihi ndiyo aliyeshikilia safina kama hii kuiongoza, na ndipo kuna baadhi ya ahadithi mzuri sana zinatupa funzo. Mtoto wa Nabii Allahi Nuh salamullahi alaihi aliambiwa laisa min ahlik, sio kwamba si kizazi chake, ni kizazi cha Nabii Allahi Nuh, ni mtoto wake wa halali, si mtoto wa haramu. Lakini ni kwa sababu gani? Alikataa lima yuhyikum, kile chenye kuwapa uhai muishi milele, alikataa kuingia ndani, akaambiwa hastahiki. Lakini angala Salmanu minna ahlal bait aliambiwa anastahiki kuingia ndani ya safina. Kwa hiyo al-Imamu al-Husain salamullahi alayhi anaposema, je, kuna mwenye kutunusuru? Kwa maana je, kuna mwenye anayetaka kuingia ndani ya safina ya ahlul baiti imfikishe salama? Si kwa maneno tu peke yake, hapana, ni kwa vitendo. Tuingie kisawasawa, tuwe ni wafuasi wa ahlul baiti kisawasawa, kwa sababu tusipokuwa na matendo mazuri tutakuwa lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Tutakuwa ni wingi wa maneno, lakini tutakuwa hatuingii ndani ya safina, na tukiwa hatuingii hatuwezi vuka salama. Kwa hiyo tunaposema labbaika ya Hussein ni kwa vitendo vyetu, amal ndiyo muhimu. Iwe kweli sisi ni Salmanu minna ahlal baiti, tuwe na sisi tumeingia, kina mama, vijana wa kike na wa kiume, mashekhe, kila mmoja ana jukumu ya kufikisha ujumbe wa al-Imamu al-Husain salamullahi alayhi kwa kadri ya uwezo wake. Ni khatibu, itumie mimbar; ni mwandishi, tumia kalamu yako; ni mtaalamu wa mainterneti, tumia internet kumfikisha al-Imamu al-Husain. Leo Jamhuri ya Kiislamu ya Irani inang'aa, kila mtu anaitaja, kila mtu anamsifu Sayyidul Qaidi, kila mtu anamlilia Sayyidul Qaidi, kila mtu anamwambia Sayyid Mujtaba labbaika ya sayyidana. Ni kwa sababu gani? Shajara tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا أبا عبد الله. Shukran sana, shukran sana Sheikh Abdul Ghani al-Khatib. Namkaribisha ndugu yangu Sheikh Juma Shughuli, naye atupe kile kichache alichotuandalia. Faliyatafadhal mashkuran baada salati ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. صتني السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سماحة الشيخ علي ساموجة، شيخ عبد الغني، شيخ Hamis Mwanjirani, Sheikh Shabir, Sheikh Enjeloi na wote tulioko hapa, kina mama, wazee, watoto, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa kweli mimi baada ya mashekhe kuongea, hasa baada ya Sheikh Abdul Ghani, maneno yake yalikuwa yanatosha, tumsimamishe baada yake. Tumsimamishe baada yake Sheikh Ali Samoja ambaye ndiye mgeni rasmi, lakini kwa
kwa ajili ya kutabaruk na majlisi hii. Napenda niunganishe maneno yangu na maneno ya Sheikh Abdul Ghani katika dua ambayo iko katika ziyaratu Ashura. Sote inshallah tunasoma ziyaratu Ashura, hasa katika masiku haya ya huzuni. Inafika sehemu katika ziara tunasema Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Tunamwomba Mwenyezi Mungu hapa kwamba ajalie maisha yetu yawe ni maisha kama ya Mtume Muhammad na ahli zake. Uhai tulionao ambao umezungumzwa sana na mashekhe wengi waliokuja hapa, tuwe tunaishi kama walivyokuwa wanaishi Mtume na ahli beiti zake. Na pia tukiondoka katika huu ulimwengu, tuondoke kama walivyoondoka Mtume na ahli beiti zake ambao waliishi katika huu ulimwengu na mwisho pia walikufa. Sheikh Hamis amekuja akatuonyesha hapa kwamba maisha ni mafupi sana na tunaondoka. Sheikh Abdul Ghani amekuja akatuonyesha kwamba tuna maisha lakini kuna safina, lazima tuwe ndani ya safina hii ndio tuwe salama, ambao ni safina ya Muhammad na ali Muhammad. Katika ziara Ashura tunaambiwa kwamba tuombe tuishi kama alivyoishi mtume wetu Muhammad na ali zake, na tufe kama walivyokufa wao. Napenda kuashiria kitu kimoja kwamba inawezekana kuishi kama Muhammad na ali Muhammad, na inawezekana kufa kama Muhammad na ali Muhammad. Mara nyingi tukisikia kufa kama alivyokufa al-Imam al-Hussein, walivyokufa ahlul bait, tunaogopa kwa sababu si mchezo kuja kukatwa shingo, sio, na kuchinjwa kama alivyochinjwa nani? Al-Imam al-Hussein. Si mchezo kudungwa mishale, kuteswa alivyoteswa yeye. Lakini ujumbe mkubwa uliopo katika kuishi na kuondoka ni kwamba watu waishi na waondoke wakiwa katika khati ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila kitu chetu kiwe kinaendana na mafundisho aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad na ahlul bait zake salawatullahi wasalamu alayhi. Na ndio maana katika huu ulimwengu, katika khutba ya Amirul Mu'minin, khutbatul muttaqin, anaeleza kwamba adhuma al-khaliqu fi anfusihim fasaghura ma dunahu fi a'yunihim. Kuna watu katika huu ulimwengu hakuna kitu ambacho ni adhim, ni kikubwa zaidi isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na vyote vilivyobakia ni vidogo. Hakuna kitu kikubwa zaidi ya Mwenyezi Mungu. Mtu anayeishi hivi ndio anaweza kuishi kama alivyoishi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ali zake, na anaweza kufa kama walivyokufa Mtume Muhammad na ali zake. Na ushahidi muhimu tulionao ni ushahidi wa maisha ya Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali al-Khamenei, ambaye ameishi katika huu ulimwengu kama alivyoishi Muhammad na ali Muhammad, na akaondoka katika huu ulimwengu kama alivyoondoka Muhammadin wa ali Muhammad. Tukiwa katika masiku haya leo, siku hizi ambazo tuko ndani yake, ndio siku inaandaliwa safari yake ya kuondoka, ya kutolewa katika huu ulimwengu, kwa maana ya kuzikwa rasmi na kuwa ako sehemu watu wanaweza kuenda kumtembelea na kumzuru. Inatakikana moja ya shakhsia, personality ambayo tunatakikana kuisoma vizuri katika zama zetu, ambayo ilikuwa na maisha kama maisha ya mtume na ameondoka kama alivyoondoka mtume, ni huyu al-Imam al-Khamenei. Inshallah Taala, vijana leo tuna haja ya kumsoma, kujua historia yake, kama vile ambavyo ulimwengu wote leo unamsoma Sayyidi huyu na kujua vipi aliweza kusimama mbele ya ulimwengu, mbele ya madhalimu katika ulimwengu, na kusimama akiwa thabiti mpaka lahadha yake ya mwisho katika maisha yake. Hakutungishika na alisimama na kuonyesha kwamba Uislamu ndio utasimama, na ni kweli mpaka siku ya Kiyama. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, msiwe na unyonge, msiwe na huzuni, nyinyi ndio mko juu. Wakati tukisimama sote tukimuitikia Abi Abdullah al-Hussein, tunatakikana tujue kwamba sisi kwa kumuitikia Abi Abdullah al-Hussein, maana yake ni kuitikia maisha ya Mtume Muhammad na ali zake,
na kuwa tayari na kifo cha Muhammad na ali zake. Kwa hiyo kwa pamoja tukiwa pia tunamkaribisha salawatu Sheikh Ali saa moja, tuitikie kwa pamoja labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein, labbaika ya Hussein. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wassalatu wassalamu wattahiyyatu wal ikram ala khayri khalqillah al-bashir al-nadhir as-siraj al-munir الطهر الطاهر العلم الفاخر المنصور المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله رب العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. Meza kuu, mashehe zangu waliohudhuria hapa, viongozi, wasimamizi wa taasisi mbalimbali, wazee wangu, vijana, akina mama, watoto, wote waliohudhuria mahala hapa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adama Allahu ujurana wa ujurakum bimusabi nabi Abi Abdillah al-Husayn alayhi salam. Mwenyezi Mungu atulipe sote ujira mkubwa kwa msiba huu wa al-Imam al-Husayn alayhi salam. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa tawfik alotujalia kukutana mahala hapa leo kutoka sehemu mbalimbali, na nataka kuwashukuru na kuwapongeza ndugu zangu wote waliofanya bidii kuhakikisha ya kwamba tumekuwa na mjumuiko huu. Mwenyezi Mungu awalipe wote ujira mkubwa. Hili ndilo jambo ambalo kwamba sote tunahitajia kulifanyia kazi kwa mujibu, kwa kulingana na maagizo na mafunzo ya Ahlul Bait alayhim salam, na kwa riwaya ya al-Imam Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad as-Sadiq salawatullahi salamu alayhi, ambaye alituamrisha kuhuisha mambo yao, kwani katika kufanya hivyo tutakuwa sisi tumepata vile vile uhai. Na mashehe zangu wazungumzaji waliotangulia wamepanua mada hii vizuri na kutuweka katika nafasi ya ufahamu wa nini kinachokusudiwa tunapotafuta uhai katika hii dunia. Sitopenda kuchukua muda wenu mwingi, nataka nitabaruk tu pia mimi kwa munasaba huu, na si kwa unwani niliyopawa. Ni unwani ambayo kwamba sikuwa naitarajia ya kuwa ni mgeni hapa, mgeni rasmi, bali mimi nimeambatana na mashehe zangu, mashehe wenzangu kwa ajili ya kujumuika pamoja nanyi katika munasaba huu muhimu na kuwa katika haya masira. Na hata sikuwa na dhamira ya kuzungumza, lakini nimeitikia amri na nimekubali kwa niweze kuwazungumzia katika mjumuiko huu wa leo.
Kwa hakika, kabla sijaingia katika kipengele muhimu cha kikao chetu hiki, nacho ni kukumbuka baadhi ya masaib muhimu yalowakumba watu wa nyumba ya Al-Imam Al-Hussein alayhi salam baada ya kuondoka kwake. Ningependa tu nijalizie mambo machache katika yanayozungumzwa katika siku hii tunapohuisha dhikra ya Al-Imam Al-Hussein alayhi salam. Al-Imam Al-Hussein alayhi salam, katika maneno yalopokelewa kutoka kwake katika safari yake ya kupambana na dhulma na kupinga utawala wa kijeuri na kuwakutusha watu kujua msimamo wao au kujua mawqif ya kisheria, Al-Imam Al-Hussein alayhi salam alisema, ala tarawun anna al-haqqa la yu'malu bih wa anna al-batila la yutanaha anhu liyarghaba al-mu'minu fi liqa'i Allahi muhiqqan fa inni la ara al-mawta illa sa'ada wa la al-hayata ma'a adh-dhalimina illa barama. Je, hamuoni kwamba haki haifanyiwi kazi na batil hakuna anayetengana nayo? Haki imeachwa na batil haikatazwi. Ikiwa hali ndio hii, basi mu'min natamani kukutana na Mola wake, yani ajitoe muhanga katika hali kama hii, kwa sababu ya kutokuwepo na haki inayofanyiwa kazi. Dhulma ndiyo imejaa na batili ndiyo inayotawala. Kisha Imamu alayhi salam akatoa statement katika miongoni mwa kauli muhimu ambazo kwamba zinatuongoza sisi na kutuangazia katika haya maisha. Manake maneno ya Al-Imam Al-Hussein alayhi salam, kila sentensi aliyoizungumza, kila neno ambalo kwamba alitamka ni taa, ni mwangaza kwetu. Akasema, fa inni la ara al-mauta illa saada, enyi watu, haka mimi sioni kifo illa ni kitu kizuri. Wala alhayata ma'a adh-dhalimin, wala kuishi pamoja na madhalim. Tumezungumziwa hapa maisha na nini maana ya kuishi na tuishi vipi. Al-Imam Al-Hussein alayhi salam anatuambia kuishi na madhalim, kuishi na watu ambao kwamba wanatekeleza dhuluma, hawatendi haki, wanatawala kwa ujeuri, wanaeneza batil na munkar, hawahifadhi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanakuwa ni sababu ya ufisadi. Kuishi na watu kama hawa, Imamu alayhi salam haoni faida yake, bali kuwa ni uharibifu, bali kuwa ni maangamio. Hii ndio sababu Al-Imam Al-Hussein alayhi salam alichukua msimamo wa yeye kujitoa muhanga, si kwa ajili ya jambo lote lile, bali kutekeleza haki, kuisimamisha haki na kuikataza batil, kama alivyoeleza katika mazungumzo yake mengi. Na alolitaka Al-Imam Al-Hussein alayhi salam litimia, kwani dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilihifadhika kwa damu zake,
kwa shahada yake. Dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilinusurika, kinyume na walivyokuwa wametaka maadui, kinyume walivyokuwa wanataka Banu Umayya, kinyume na alivyotaka Yazid. Al-Imam al-Hussein alayhi salam alihifadhi dini ya Mwenyezi Mungu, na ikasadikika kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-Husayn minni wa ana min Husayn, hakika Hussein anatokana na mimi na mimi natokana na Hussein. Ikabaki dini ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi kwa shahada ya al-Imam al-Hussein salawatullahi salamu alayhi. Risala ya al-Imam al-Hussein alayhi salam kwetu sote ni kwamba tujikomboe, tuondoke katika udhalili. Huu ni ujumbe ambao kwamba sisi ambao kwamba tumebeba mzigo wa risala kama walezi, kama walimu, kama mashekhe, ni jukumu kubwa sana kukomboa umma wetu kutokana na udhalili na unyonge, na kuonyesha umma maana ya izza na karama, maana ya kuishi kwa heshima, maana ya kuishi kwa ungwana, maana ya kuheshimika, na maana ya sisi kuwa huru. Tuna mifano hai ya namna ambavyo kwamba watu wanaweza kuishi kwa uhuru, na namna ambavyo kwamba watu wanaweza kuishi kwa heshima, na namna ambavyo kwamba watu wanaweza kuepukana na udhalilifu. Kuna ushahidi wa kwamba madrasa ya al-Imam al-Hussein alayhi salam ni madrasa yenye kuzalisha izza, kuzalisha nguvu, heshima, na watu kuwa watu wawe huru. Labda ingebaki ni tarikh, miaka mingi hatungejua, isipokuwa labda kwa kutajiwa katika vitabu vya tarikh nini maana ya kifo cha Imam Hussein alayhi salam. Kwa nini akakubali kufa namna alivyokufa? Kwa nini wakateseka watu wake namna walivyoteseka? Lakini matukio ya hivi karibuni katika zama zetu ni ushahidi wa kutosha wa vipi ujumbe wa Imam Hussein alayhi salam unaweza kuokoa watu na kuwakomboa kutoka katika udhalili na unyonge. Mfano mkubwa, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo kwamba ulimwengu wote umeshuhudia nini maana ya kuwa independent, nini maana ya kuwa huru. Taifa ambalo kwamba limewekewa vikwazo, limezuiliwa kuishi kama mataifa mengine kwa sababu ya mfumo waliouchagua. Wamefanyiwa vitimbi vya kila sambuli, wameuliwa viongozi wao, wakauliwa wanasayansi, mbinu zote za kimaisha zimekuwa zenye kutatishwa kwa sababu ya mfumo waliochagua. Kwa miaka zaidi ya 47 wamekuwa wakiishi katika hali ya kutatiza. Lakini yoyote ambaye kwamba anaisoma leo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran aweza kuona namna walivyoishi kama watu huru, maendeleo ambayo kwamba wamefikia katika nyanja nyingi za kielimu, sayansi, za kisiasa na kadhalika. Na leo tunapohuisha masira haya ya al-Imam al-Hussein alayhi salam, tunaona mfano wa yule ambaye kwamba alimuiga al-Imam al-Hussein alayhi salam na kusimama kama alivyosimama al-Imam al-Hussein alayhi salam, al-Imam al-Shahid Ayatullah al-Uzma Sayyid Ali al-Khamenei
qaddasallahu nafsahu zakiya, vipi amejenga nchi yake, ni vipi amewaongoza watu wake, na ni vipi ameuongoza ulimwengu wote wa Kiislamu, na akawa ndio chanzo cha fahari kwa kila Muislamu na kila mfuasi wa Ahlul Bait alayhim salam. Mifano tunayoiona kwa wafuasi wa Ahlul Bait alayhim salam huko Lebanon, ambao kwamba hawatingizwi kwa chochote kile, hawababaiki, hawawi ni wenye kuhangaika wala kudhalilika, pamoja na kwamba wanapambana na dola zenye nguvu, dola zenye uwezo, teknolojia ya hali ya juu, lakini wote wamebaki na izza, wamebaki na karama, wala si wenye kukubali kudhalilika. Mifano hai ambayo kwamba tunaishi nayo leo katika hii jamii yetu, tuangalie namna tunavyoishi, watoto wetu namna walivyo, maendeleo ya kielimu na kisayansi, maisha gani tunayoishi? Ni maisha ya izza ama maisha ya udhalili? Jawab, aina na mfumo wa maisha tunatakana tuutoe kwa Ahlul Bait alayhim salam, kutoka kwa al-Imam al-Husayn salawatullahi wasalamu alayhi. Ni lazima tuwe ni wenye nguvu, wenye uwezo, wenye kuheshimika, kwa sababu hii ardhi na vilivyomo ni kwa ajili yetu na kwa ajili ya waumini. Lazima tusikubali unyonge, tusikubali kuishi katika hali ya ufukara na tabu na mashaka na magonjwa. Tuweza kusoma hayo kutoka kwa wafuasi wa Ahlul Bait alayhim salam Lebanon, ambao kwamba waliishi kama watu wa chini, kama duni, watu ambao kwamba hawakuwa na nafasi, hawakuwa na uwezo, lakini viongozi ambao kwamba waliokuja wakafuata mfumo wa Imam al-Husayn alayhi salam na madrasa ya Ahlul Bait alayhi salam, wakaondoa katika hali hiyo na kuwafikisha katika ngazi za juu kabisa. Na hivyo hivyo ndivyo kwamba tunavyosoma kutoka katika mifumo ya viongozi ambao kwamba leo tunaomboleza vifo vyao na tunawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba nyoyo zao ziwe zenye kutukuka na ziwe zenye kuishi katika nafasi ya enzi, nafasi ya juu, pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi na Ahlul Bait alayhim salam. Wapendwa ndugu zangu, kina mama, watoto, siku imekuwa ni mrefu, siku imekuwa na mashaka, imekuwa na matembezi ya mbali kiasi fulani. Tunapokuja huku, ndugu yangu Sheikh Shabir alinitajia kitu kunikumbusha kwamba sisi tumetembea masafa machache, sio kilomita nyingi. Baada ya kuwa tumepata vyakula vya asubuhi, tumepata maji, tunatembea kwa uhuru wetu, hakuna anayetutatiza katika matembezi yetu. Lakini peleka fikra zako, mawazo yako mwaka wa 61 Hijiria, uone kizazi cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi, ni vipi walivyoishi, ni vipi walivyokaa, ni vipi walikuwa baada ya kuuliwa vipenzi vyao. Iangalie nyumba ya al-Imam al-Husayn alayhi salam, walikuwa katika hali gani? Watoto mayatima, wamama walioachwa na waume zao na vipenzi vyao. Mwangalie binti yake Amirul Mu'minin Aqila bani Hashim Zainab bin al-Kubra salamullahi ta'ala alayha, namna gani waliondoka Karbala, vipi walielekea mji wa Kufa na baada ya hapo kupelekwa Sham.
walipita pita vipi, katika njia ipi. Ukikumbuka hayo, ukiyafikiria, bila shaka utaona hatuna mchango wote, hatuna chochote tulichokifanya, na kama kuna kuwa na tabu zetu haziwezi kulinganishwa hata chembe. Fikiria kwamba baada ya kuliwa al-Imam al-Hussein alayhi salam katika uwanja wa Karbala, na baada ya kufanyiwa alivyofanyiwa, maadui hawakutosheka na kumuua al-Imam al-Hussein alayhi salam, kipenzi chake Mtume sallallahu alayhi wa alihi, bali Umar bin Saad aliitisha farasi wenye nguvu ambao kwamba walikuwa wametayarishwa kwa kwatu zilizochongwa, zilizotayarishwa, farasi nzito, kuganyaga mwili wa al-Imam al-Hussein alayhi salam. Wanasema kwamba sauti ya kukanyagwa mwili wa al-Imam al-Hussein alayhi salam, sauti yake ilikuwa inafika kwa hema alimokuwemo Imam Zainul Abidin alayhi salam, akiuliza ni sauti zipi ambazo kwa mnasikia. Anaambiwa ni kifua cha baba yako, ni mbavu za al-Imam al-Hussein alayhi salam. Ndiye ambaye kwamba alikuwa anakanyagwa na kwatu zenye nguvu za farasi. Na baada ya hapo, watoto walioachwa mayatima, watoto wa Mtume, hawana mahala pa kukimbilia. Manake maadui waliamrisha mahema yao yachomwe bila kujali hurma ya Mtume na Ahlul Bait alayhim salam. Mahema yanachomwa, watoto wanakimbia. Zainab anamjia ndugu yake Imam Zainul Abidin alayhi salam, Zainab anamjia imamu wake, kijana ndugu yake, anamuuliza tufanyeje. Imam alayhi salam anamwambia, ya amma, kimbieni, torokeni kwa kila pande. Watoto wanatoroka, wanakimbia katika kila sehemu. Maadui wanawapora kila walichokuwa nacho, kuwanyang'anya dhahabu na chochote walichovaa mwilini, na wakishindwa kukitoa watakivuta, wasijali kama kitamkata masikio ama kitamuumiza vipi, watakichukua. Hivyo ndivyo walivyopitisha usiku baada ya kuliwa al-Imam al-Hussein alayhi salam. Wasijulikane wako vipi, wanakaa vipi katika jangwa la Karbala. Na siku inayofuatiwa wanatayarishwa kuchukuliwa, kupelekwa Kufa. Ni vipi walivyopelekwa? Namna gani walivyopelekwa? Wamepandishwa farasi wasokuwa na viti, wamefungwa makamba na minyororo. Imamu wetu, imamu wanne, Imam Zainul Abidin alayhi salam, amefungwa nyororo kwa miguu yake na kwa shingo, wakielekezwa kwa ufalme wa Kufa. Wakipita mara wanakiona kiwiliwili cha Imam al-Hussein alayhi salam. Zainab anakiangukia kiwiliwili cha ndugu yake al-Imam al-Hussein, namna kilivyo pondwa bila kichwa chake.
Imam Zainul Abidin hawezi kustahamili, hawezi kujimiliki, anaangukia mwili wa babake. Inakuwa ni kazi kubwa kumtoa katika hali hiyo, kumtoa kwa kiwiliwili cha baba yake. Watapandishwa tena farasi kwa namna walivyopandishwa, kwa minyororo na kamba walizofungwa nazo, kuelekezwa mji wa Kufa. Matukio ya Kufa ni mengi, na ni kwamba walipofikishwa katika mji wa Kufa au katika kasri ya Imara, walipoingizwa katika palace ya Ibn Ziyad, mwenye kupokea riwaya anasema alimwangalia Ibn Ziyad Alimami Ali ibn al-Husayn alayhi salam, huku akauliza, man hadha, ni nani huyu? Faqila Ali ibn al-Husayn, akajibiwa kwamba huyu ni Ali ibn al-Husayn. Faqal, akasema, alaysa qad qatala Allahu Ali ibn al-Husayn, Mwenyezi Mungu hakumuua Ali ibn al-Husayn, akikusudia Ali al-Akbar alayhi afdal salatu wassalam. Akasema al-Imam Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin alayhi salam kwa kumjibu, qad kana li akhun yusamma Ali ibn al-Husayn, nilikuwa na ndugu ambaye kwamba alikuwa anaitwa Ali ibn al-Husayn, qatalahu an-nas, aliuliwa na watu. Amemjibu Ibn Ziyad aliyesema kwamba ameuliwa na Mwenyezi Mungu, anamwambia kwamba ameuliwa na watu, qatalahu an-nas. Faqal, Ibn Ziyad anamjibu al-Imam Zain al-Abidin alayhi salam, amwambia balillahu qatalah, bali Mwenyezi Mungu ndiye aliyemuua. Faqala Ali alayhi salam, al-Imam anamjibu kwa kumwambia, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha, Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba anazichukua roho za watu wakati wa mauti yao, na zile ambazo kwamba hazikufa katika usingizi. Faqala Ibn Ziyad akamjibu, ameshindwa na kumjibu, bali sasa amekasirika. Walaka jur'atun ala jawabi, una uwezo, una ujasiri wa kunijibu mimi. Idhhabu bihi fadribu unqa, akaamrisha kwamba wamchukua al-Imam Zain al-Abidin, wampige upanga, wamuue. Inasemekana hapo al-Imam Zain al-Abidin alayhi salam aliinua sauti yake na kusema, abil qatli tuhaddiduni ya ibn Ziyad, kwa kuniua au kuniua mimi unanitisha ewe ibn Ziyad. Ama alimta, je hukujua, anna al-qatla lana ada, kwamba kuuliwa kwetu sisi ni kawaida, wa karamatana ash-shahada, na utukufu wetu kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa tufe mashahidi. Zainab alayha salam alipomsikia Ibn Ziyad akinena maneno haya na kuamrisha kwamba auliwe, waqalat ya Ibn Ziyad innaka lam tubqi minna ahada, haukubakisha yoyote kati yetu. Fa in azamta ala qatlih, ikiwa umeazimia kwamba umuue, faqtuluni maa, basi ni uwe pamoja naye. Wa atanaqatuhu, akamkumbatia al-Imam Zain al-Abidin alayhi salam. Fanadhara Ibn Ziyad akaangalia namna walivyoshikana, akasema, ajaban lirahm, ajabu hawa watu wanavyojaliana. Inni la adhunnuha waddat anni qataltuha maa, ninaona kweli anataka kwamba nimuue pamoja naye.
da'uhu fa inni arahu lima bih, mimi naona hakuna haja ya kumua kwa sababu namuona ni mgonjwa, maanake atakufa kwa maradhi. Kisha Ibn Ziyad alitaka kumuumiza mkewe al-Imam al-Hussein alayhi salam, Ar-Rabab, akamwambia Rabab, ya Rabab, ra'su man hadha, kichwa cha nani hiki ewe Rabab? Angalia, ni kichwa cha Imam Hussein alayhi salam. Fasakatat, akanyamaza Rabab. Wa abat an tujiba, akawa hataki kumjibu. Faahada alaiha sual, akarudia tena kumuuliza Rabab mara nyingine, ni kichwa cha nani huyu? Hiki ni kichwa cha nani? Fasakatat, hakumjibu. Faqala uqsimu alaik bihaqihi alaik, ninaapa kwa haki yake juu yako, illa ma ajabt, mpaka unijibu. Fa inda dhalik, wakati huo, qalat hadha ra'sul mawla abi Abdillah, hiki ni kichwa cha Maula Abu Abdillah, wala khaira fil hayati ba'da, wala hakuna uzuri katika kuishi baada yake. Wa akhadhat ar-Rabab ra'sa wa wada'atuhu fi hijriha, Rabab akachukua kichwa cha Imam Hussein alayhi salam akakiweka kwa miguu yake. Wa qabbalatuhu, na akakibusu. Wa qalat wa Husaina fala nasitu Husaina, siwezi kumsahau Husaina. Aqsadatuhu asinnatul a'da, amekusudiwa na mikuki ya maadui. Ghadaruhu bikarbala sari'an, wamemua Hussein katika Karbala. La saka Allahu janibai Karbala, Mwenyezi Mungu asiipe Karbala maji. Katika riwaya nyingine, Abi Ubaidillah bin Ziyad alayhi la'inullah akaamrisha maaskari wake kuchukua kichwa cha Imam Hussein alayhi salam kutoka kwake. Famtana'at an taslim ar-ras, akawa hataki kusalimisha kichwa cha Imam Hussein alayhi salam. Fadharabuha bisiyat, wakamchapa Rabab kwa viboko vyao, kwa vimbo zao. Wa akhadhu minha ar-ras, baka kachukua kichwa cha Imam Hussein alayhi salam. Fasalatha Zainab ba'da dhalik, Zainab alayha salam akamuuliza baada yake, ya Rabab, ma da'aka ila hadha al-amal, nini kilichokufanya kufanya kitendo hiki ewe Rabab? Qalat ya sayyidati lama wadda'a al-Husayn ailatahu, Husayn alipoyaga familia yake, istahyaitu ana ahdhura litawdi'i, sikuweza kwenda kumwaga Imam al-Husayn alayhi salam. Wajalastu fi khaymati, nikawa nimeketi katika khayma. Walam uwaddi'ah, na sikuweza kumwaga Husayn. Falamma qutil, basi alipouliwa Husayn, ihtalaqa qalbi, moyo wangu ulichomeka sana, ala adami hudhuri fi saati alwida, kutokuweza kuhudhuria wakati wa kumwaga Imam al-Husayn litawdi'. Falamma nadhartu ila ra'si, basi nilipokiona kichwa cha Imam al-Husayn alayhi salam, akhadhtuhu wa qabbaltuhu badalan min dhalik, limubusu na kumchukua Imam Hussein alayhi salam kumwaga badala ya kumwaga katika wakati alipotaka kuniaga. Al-Imam al-Hujja alayhi salam anatukumbusha namna ambavyo kwamba tutakana tumulilia Imam Hussein daiman, aliposema katika ziyaratu nahiya, la ina kharatini ad-duhur wa aqani an nasrika al-maqdur, kama sikuweza kufikia kukunusuru ewe Hussein, walam akun liman harabaka muhariba, wala sikuweza kupigana na kupambana na aliyekupiga vita, waliman nasaba laka al-adawa, na mwenye kuwekea uadui munasiba, kumwekea uadui. Fala ndubannaka sabahan wa masaa, basi ndakulilia
muda wote, asubuhi na jioni. Wala bukianna alaika badala dumu'i dama, basi ndakulilia badala ya machozi kukulilia kwa damu. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نقسم عليك بحق الحسين، اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الحسين الشهيد بكربلاء. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق زينب، بحق الأسارة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت أقدامنا مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم لا تحرمنا زيارته وشفاعته. اللهم ارحم شهداءنا، لا سيما شهيدنا الغالي السيد علي الخامنئي. اللهم ارحم شهداء المقاومة الإسلامية. اللهم انصر الجمهورية الإسلامية، اللهم انصر المقاومة الإسلامية. اللهم اخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة أعدائك السفلى، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والصالحين، رحم الله من رفع إلى الجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة، تسبقها صلوات على محمد وآل محمد. يا حسين Muhammad wa ali Muhammad salawat. Inshallah, kwa nafasi hii fupi, si yangu lakini ilikuwa ni ya mwenyekiti ambaye ndio ni chairman wa area hizi kwa mashia wote, nadhani yeye anashughulikia kule. Kwa niaba yake pengine nitoe shukurani za dhati kabisa, hasa kwa wageni wetu ambao wameweza kutuunga mkono na kuhudhuria katika kumwenzi mjukuu wa Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa ali, ambaye si mwingine ni al-Imamu al-Hussein salawatullahi wasalamu alayhi. Shukurani hizo za dhati kabisa nizipeleke kwa Samahat Sheikh Ali Samoja pamoja na wale wote ambao ameambatana nao Sheikh Juma Shughuli, lakini pia shukurani zetu tunazitoa za dhati kabisa kwa wawakilishi wa Nakuru nzima ambaye si mwingine ni Samahat Sheikh Abdul Ghani, na vile vile huenda bila shaka wamesimama tumewaona. Wa pili pia ni Samahat Sheikh Shabir Haji Otieno. Hao ni wawakilishi kutoka Nakuru. Tunawaombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarudishe salama, safari zenu ziwe ni sahali,
kusitokee tatizo katika safari zenu, na warudishe mkiwa katika afya zenu salama salimini inshallah, na Mwenyezi Mungu awabariki kila la kheri, na awazalie pia ziara ya Aba Abdillahi al-Hussein insha Allah. Shukurani zingine ni kwa mashekhe wote ambao wamewakilisha, siwezi kuwataja moja moja kwa sababu ya muda, lakini pia tunawashukuru sana kuhamasisha wale ambao mmetoka nao mkaweza kufika sehemu kama hii. Kuna watu kutoka sehemu mbalimbali, Rabai wamefika, Mwabila huko ndani wamefika, Kinango pia wako hapa. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na vile vile pia aweze kuwajalia ziara ya Aba Abdillahi al-Hussein alayhi salam. Nikitoka hapo kwa kina mama pia, tumechoka, najua tumechoka, lakini kuchoka kwetu ni kwa ajili ya Aba Abdillahi al-Hussein. Kuchoka kwetu ni kwa ajili ya kumwakilisha Bibi Zainab alayha salam. Mabinti waliopo wadogo hapa, kuchoka kwenu ni kwa ajili ya kumwakilisha Sukaina alayha salam. Kwa hivyo ndugu zangu, nawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Mwenyezi Mungu awakidhie haja zenu zote. Mwenyezi Mungu awaondolee maradhi, awape afya kwa haki ya Aba Abdillahi al-Hussein salawatullahi wasalamuhu alayhi. Swala salamu sende imamu mwenye sharafu hapa na mbingu. Swala salamu sende imamu mwenye sharafu hapa na mbingu. Ewe mohebo, ewe mohebo, ewe mohebo, ewe mohebo, diwe imamu mwenye sharafu yumadulumu. Kwa masohebo yalokosebo beza enabo anahutubu. Oh ninane Ya Hussein, 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 Ya Hussein, 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 Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Hussein, Hussein. آخر صلوات اللهم صل على محمد وآله